Leo utakuwa ni usiku wa tuzo pale nchini Morocco, tuzo za CAF. Wanawatunuku wale ambao wamefanya vyema kwa mwaka uliopita. Na miongoni mwa tuzo ambayo inasubiriwa na wengi ni tuzo ya mchezaji bora ambaye anacheza ndani ya bara la Afrika, ambapo watu wengi tunaamini kwamba itakuwa ni Fiston Kalala Mayele. Watu wengi wanaamini kwamba Mayele anachukua tuzo, licha kwamba kuna mnyama mmoja pia yupo pale Pyramids anaitwa Chibi, naye pia ana upepo fulani hivi, lakini Fiston Kalala Mayele watu wengi wanaamini anaenda kuchukua. Wewe unaamini nini? Mimi mwenyewe pia naamini Fiston Kalala Mayele. Okay. Lakini pia kwenye mchezaji bora wa jumla sasa, ambao wapo kwenye finali, kuna Hakimi, lakini pia kuna Victor Osimhen na Mohamed Salah. Okay. Ni wazi pia Hakimi time yake kutokea nchini Morocco, muda wake wa kushine. Huyu Hakimi yupi? Yule wa PSG? PSG, yeah. Okay. Kacheza muda mrefu sana PSG mpaka kuna wakati huwa anajisahau. Sasa mzetu Jonga sasa Ziyech yule ndio yule ambaye yupo Wydad. Huyo Ashraf. Kuna Hakimi Ziyech na Hakimi yule wa PSG. Ashraf. Kwa hiyo hapa anayezungumzwa ni Hakimi yupi? Ashraf Hakimi wa PSG. Yule wa PSG. Mzangu Jongo anaonekana anatamani sana Azam kukutana na Wydad mapema. Amuone Ziyech. Yule wa Wydad. Lakini kwenye timu bora, kwenye upande wa taifa, maana kuna timu ya taifa ya Morocco ya wao ile ya wakubwa na ile ya vijana, afu kuna Cape Verde. Sababu Cape Verde hawa kwa kile ambacho amekifanya kwenda finali za michuano ya kombe la dunia, ningekuwa mimi ningewapa. Pini Kamara jana hatimaye ameshafanywa upasuaji. Atakuwa nje kwa kipindi cha wiki 8. Wiki 8. Kwa ni kama miezi miwili hivi. Upasuaji umefanyika, kila kitu kimeenda sawa. Dabi anaweza akakutana nayo kwa hesabu hizo kama afya itakuwa vizuri. Dabi mpaka mwezi wa 3 kwa nakutana nayo. Kwa hiyo sasa hizi milingoti mitatu ya mnyama Simba ipo chini ya golikipa Yakubu Suleiman. Licha kwamba mashabiki wengi wameshaanza kwamba mnyama aingie sokoni kutafuta golikipa. Watu wameanza mapema.